بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ikiwa ni tarehe 19 mwezi wa Shawwal mwaka 1438 katika darsa ya منظومة القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، tulifika katika beti wa 29 ambao qaida takayotaja: man istajala shay'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi, yoyote anayeharakisha jambo kabla ya wakati wake, basi adabu yake ni kuwa hapati kile alichokiharakisha kabla ya wakati wake. Qala rahimahullah: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. كشرح الشيخ السعدي رحمه الله سمع: هذا معنى قولهم من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وهذا عام في أحكام الدنيا والآخرة. نهي قاعدة نعام كتك أحكام ذاك دنيا كذلك آخرة، ويدخل فيها مسائل كثيرة، مسائل mengi sana huingia chini yake. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: من القواعد أن كل من تعجل شيئا قبل أوانه على وجه محرم فإنه يعاقب بحرمانه، وذلك لأن نعم الله عز وجل لا تنال بمعصيته. katika qawaid ni kuwa kila ambaye atakipapia kitu kwa haraka kabla ya wakati wake kwa njia ya haramu, basi adabu yake ni kuwa hatakipata kitu kama hicho, kwa sababu neema za Allah subhanahu wa ta'ala hazipatwi kwa maasiya. neema za Allah hazipatwi kwa maasiya. وهذا من حكمة الشريعة، لأنه لو أبيح للإنسان أن يتعجل حقه على وجه محرم لانتهكت الحرمات. إني katika hikma ya sheria, sababu lau kama ingelikuwa anayefanya upesi kwa jambo lake, basi atapewa hata kwa njia ya haramu, basi watu wangeparamia haramu. لأن النفوس مجبولة على الطمع والجشع، sababu nafsi zimeumbwa zina tamaa, zapenda. فإذا منع الإنسان من حق تعجله على وجه محرم، mtu amezuiliwa na haki fulani, basi aweza kufanya hata kwa njia ya haramu apate. فإن ذلك يردعه عن فعل المحرم، akijua kuwa atakosa, basi hilo litamzuia kutokamana na kufanya kilichokuwa haramu. Ili nieleweke na wazungumza, nitataja mifano aliyotaja Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi. قال: وللقاعدة أمثلة.
kuna mifano. Minha alqatilu limuwarrithihi la yarithuhu, alqatilu limuwarrithihi la yarithuhu, yule anayemuua anayemrithi sheria haimrithishi. Falau anna rajulan lahu ibnu ammin ghaniyin, kwa mfano mtu ana ibn ammi yake ambaye ni tajiri, wakana muhtajan wa huwa warithul ghani, ikawa huyu bwana ahitaji na yeye ndiye mrithi pengine wa pekee wa yule tajiri, ama ni mmoja katika warithi wake. Faqatalahu min ajli an yaritha malahu, akaona yochelewa kufa huyu, wacha nimuue, akamuua ili amrithi mali yake. Fahadha qad ta'ajjala shay'an qabla awanihi ala wajhin muharram fayumna'u minhu, huyu amelifanyia haraka hili jambo kabla ya wakati wake kwa njia ya haramu, kwa hivyo atanyimwa, apewe urithi. Lianna awana irthihi ba'da wafati muwarrithihi, sababu wakati wa yeye kurithi ni baada ya kufa yule anayemrithi. Bikhilafi law qatala muwarrithahu qisasan fa innahu yarithuhu, kinyume na kuwa ikiwa atamuua yule anayemrithi kwa kisasi, hapo yajuzu kwake yeye kumrithi. Lianna hadha ala wajhin mubahin, sababu sasa kumuua kwa pili hapa ni kwa njia ambayo nini, ni mubah. Law anna rajulan qatala abahu, kwa mfano mtu amemuua baba yake, walihadha alqatil akhun, na huyo muuaji ana ndugu, faman alladhi yarithu alab, mtu amemuua baba yake na huyo muuaji ana ndugu, bimaana yule baba amemuua baba yake mzazi na yeye ana ndugu yake, nani atakayerithi hapa, atakayemrithi yule baba? Naqulu al-ibnu alladhi lam yaqtul, yule mtoto ambaye hakuua, yeye ndiye atakayemrithi nani? Baba. Tayib, huyu mtoto alimuua baba yake, hukumu yake kisheria ni yeye afanye nini? Auawe. Anayeua si wao kwa qisas, lakum fil qisas hayatu ya ulil albab. Kwa mfano kuna ndugu wawili na baba, ndugu mmoja akamuua yule baba, hapa tutasema kuwa mali yote yule baba yarejea kwa nani? Kwa yule ndugu ambaye hakuua. Yule aliyeua hapati chochote. Mpo hapo? Tayeb, tuseme aliyeua ana mali na hana yoyote wa kumrithi isipokuwa huyu ndugu yake, sawa? Huyu aliyerithi mali ya babake peke yake, na huyu ndugu yake akataka huyu alipo kisasi cha kumuua baba yao, kwa hivyo asimamishiwa haddi na qisas kwa yeye ameua na yeye auawe. Kwa huyu ndugu huyo kisheria ni kwa yeye ndio yuaua, sio yule kiongozi wa Kiislamu humpa yeye muue. Lakini siku hizi ada imekuwa ni kuwa viongozi ndio wafanye hilo jambo, kwa sababu mtu aweza kuambia muue akafanya vituko vingine pale, badala ya kumkata kichwa mara moja akaanza kumkata mikono, kata mguu, ajifanya amekosea ili amwadhibu zaidi. Almuhim amuue ndugu yake qisasan. ثم إن الابن الذي ليس بقاتل قتل أخاه قصاصا فهل يرث أخاه أو لا؟ ikiwa amemuua ndugu yake kwa qisas, je atamrithi sasa ama la? Meelewa swali? Huyu amemuua baba, yeye harithi, mali imekwenda kwa ndugu mmoja, kisha yule ndugu mmoja akamuua ndugu yake kwa kulipiza kisasi cha baba yake, si kwa kichwa chake, kupitia kiongozi wa Kiislamu akauawa ile ndugu yake, na ndugu yake hana mrithi isipokuwa huyo ndugu kwa mfano. Je atamrithi au la? Naqulu na'am yarithuhu,
atamrithi. Limadha? Liannahu qatalahu bihaqqin wa laysa ala wajhin muharram, kwa sababu amemuua kwa haki, si kwa njia ambayo ni haramu. Masala waziha. طيب فإن كان القتل خطأ. طيب je ikiwa kweli ameua lakini kwa kukosea, yani laysa qisasan wala amdan, si qisas tumeelewa masala yake, wala si amdan tumeelewa masala yake, haya mawili tumeelewa. Karajulin yaqudu as-sayyara bi akhihi wa hasala hadith, kwa mfano mtu apeleka gari na ndugu yake ikatokea accident, hadith, ajali, wa mata al-akhu, ile ndugu yake akafa katika ajali ile. Fahal yarithuhu akhuhu sa'iq, huyo dereva je atamrithi ndugu yake? Naqulu Sheikh Ibn Uthaymeen asema al-mashhur min al-madhhab annahu la yarithuhu, qawl mashhur katika madhhab ya Hanabila ni kuwa hamrithi, lihtimali an yata'ammada al-insanu al-qatla wa yaqulu innahu akhta'a fasaddan lilbab naqulu la yarithu. Kuna ihtimal kwa pengine labda alifanya kusudi pale ili afe kijue hiyo mrithi, na mtu aweza kufanya hivyo kisha akasema mimi nimekosea. Kwa hivyo hapa ataambiwa kwa madhhabi ya Hanabila la yarithu, harithi. والقول الثاني أنه يرث لكن لا يرث من الدية، asema atarithi lakini katika ile dia ile anayotoa kwa ajili ya damu aliyomwaga harithi, bali yarithu min malihi al-awwal, atarithi katika ile mali yake ya mwanzo. Amma ad-diyatu fahiya 'ala al-qatil wa takunu li baqiyati al-waratha, ama dia atalipa yule aliyesababisha kifo cha yule mwenzake, na wale warithi wengine watachukua ile dia, yeye hachukui kitu, yeye atalipa. فإذا قال قائل لماذا ورثتم قاتل الخطأ، tuweza kuuliza lakini mbona mumrithisha huyu aliyeua kwa makosa, hakukusudia kweli, kwa nini mumrithisha? Qulna li'annahu lam yata'ajjal al-qatla lakinahu hasala bighayri ikhtiyarihi falam namna'hu min al-irth. Kwa kauli ya pili sema tutasema kwa huyu hakuharakisha kumuua yule mwenzake, la, ni jambo ambalo limetokea bila ya khiari, kwa hivyo hatuwezi kumkataza urithi. طيب إنسان أوصى لشخص قال أمت أعطوا فلانا 5000 ريال، kwa mfano mtu Sheikh Ibn Uthaymeen asema ameusia juu ya mtu, nikifa mimi mpeni riali 5000 mtu fulani. Thumma inna al-musa lahu istabta maut al-musi, kisha yule aliyeusiwa kuwa apawe 5000 yeye akaona huyu bwana hafi, achelewa sana kufa huyo, wa huwa muhtajun li hadhihi ad-darahim, na jamaa taka hizo senti. Fadhahaba wa qatalahu, kaenda kamudia mbali ili apate nini? Kutekelezwa wasia. Fahal yastahiqu shay'an min alwasiyya? Naqulu la, li'annahu ta'ajjala shay'an qabla awanihi ala wajhin muharram fayu'aqabu bihirmanihi. Eleweka masala kwanza, ameharakisha jambo kabla wakati wake, ikawa iqabi yake ni kuwa anyimwe kile ambacho kilikuwa ni haki yake, sababu umekifuata kwa njia ya nini? Ya haramu. Amma man ta'ajjala shay'a ala wajhi mubah fa innahu la yu'aqabu bil hirman, ama yule ambaye atafanya jambo kwa haraka lakini si kwa njia ya haramu, kwa njia ya mubah, huyu hanyimwi, atapewa ile haki yake. لو أن إنسانا فقيرا طلب من غني أن يعجل زكاته ويدفعها إليه ففعل الغني فإننا لا نحرم الفقير لأنه تعجلها قبل أوانه، إذ إن تعجلها هنا
على وجه مباح لأنه يجوز تعجيل الزكاة لحولين. mfano maskini kamfuata tajiri kabla ya wakati wa yeye kutoa zaka, akamuomba ampe zaka yake mapema kabla ya wakati au kupita mwaka, kwa sababu ana mahitajio mengi, hahitaji zile senti. Yule bwana tajiri akampa zile zaka kabla ya kupita mwaka. Katika hali kama hii tutasema kuwa hatumkatazi yule fakiri kuchukua ile zaka eti kwa sababu amefanya haraka kabla ya wakati wake kutimia, kwa sababu kule kufanya haraka kwake ni kwa njia ambayo ni mubah, si haramu. Kwa sababu yajuzu kwa mtu kulipa zaka kabla ya wakati wake kwa maslaha, yajuzu. وكذلك من تعجل استيفاء دينه من المدين على أن يضع له منه جاز ذلك. كذلك mtu yokudai akakwambia ukinilipa mapema nitakusamehe sehemu fulani ya deni, mpo ile bwana akamwambia haya, shika haraka senti zako hizi, badala ya mwaka mimi nakulipa katika mwezi huu. Ambaye ukinilipa mwezi huu basi mimi nishakusamehe pengine 5% ile deni na kusamehe, si riba. Sasa ni kinyume, amsamehe, si ati atakaongeza, ambia nakusamehe sababu pengine nina haraka nazo, kweli nimekukopesha kile na haraka, ukinilipa haraka nitakusamehe kiasi fulani. Angalia ni 1,000,000 lakini ukinilipa sasa, na tumesikizana mwaka, lakini ukinilipa sasa wewe nipatie 900,000, hiyo 100,000 achana nayo. So bwana akafanya haraka akamlipa zile 900,000 zake. Katika hali kama hii ni njia mubah, haina matatizo yote. So ataka kupunguziwa ule uzito wa ile deni, na wala akufanya hiyo kwa njia ya haramu. مسألة: لماذا لا يرث القاتل خطأ من الدية مع أنه من الورثة؟ tumetaja hapa kuwa anemuua anemrithi kwa kukosea, kama ajali ya gari ile tulotoa mfano, atamrithi, lakini katika ile dia anaolipa harithi. Kwa nini? Sheikh Ibn Uthaymeen asema waljawabu an naqul lianna ad-diyata talzamuhu huwa, kwa sababu ile dia, pesa ya damu, ni juu yake yeye. Wala yumkinu an yaritha min nafsihi, na mtu hawezi kujirithi nafsi yake, sababu yeye ndio yatakana atoe. Masala mengine, hal yajuzu lilqatil kha'an an yadfa'a ad-diyata li baqiyati alwarathati mimma warithahu huwa min mali hadha almaqtul alqarib lahu? Kweli amekufa kwa kukosea, akagawanyiwa urathi wake. Je, katika ule urathi ambao amechukua katika mali ya yule ambaye amekufa kwa kukosea, amemuua kwa makosa, je, yajuzu ile dia kutoa katika sehemu ya ule urathi aliorithi yeye kutoka kwa yule maiti? Aweza kutoa dia akawapa wale bakia ya warithi? Waljawabu an naqula na'am, li'annahu min milkihi, sababu ashamiliki yeye, urithi ni wake. Kwa hivyo yajuzu kutoa hata kama ni katika mali ya nani? Ya yule aliyefariki. Tumeelewana hapo? Mas'ala: man hasala alayhi hadithun wa mata man ma'ahu wa kana sabab alhadith tafrit min as-sa'iq, fahal yarithu as-sa'iq man mata ma'ahu walau kana qariban lahu? Katokea ajali, akafa yule aliyekuwa pamoja na dereva, lakini upungufu ulikuwa ni wa yule dereva. Kwa mfano, apeleka gari kwa kasi sana sehemu ambayo haruhusiwi kupeleka kwa kasi, kafanya mchezo kama baadhi ya vijana katika barabara, ikajulikana kuwa dereva amefanya kosa hilo.
katika hali kama hii, je, atamrithi ikiwa yule aliyekufa ni katika wale anaowarithi? Aljawabu an naqula la, idha thabata annahu bitafriط min as-sa'iq, ikiwa imethubutu kwa tafrit ya yule dereva, basi haruhusiwi kumrithi. وكذلك في أحكام الآخرة، كأحكام الآخرة، فمن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة. من يكفى حرير سلك hapa duniani hata akaingia peponi havai silk, na mwenye kunywa pombe hapa duniani hata akaingia peponi hani pombe, pamoja na kuwa atakuwa katika starehe peponi, lakini hataona pombe na wala hatahisi kuwa amepungua kitu. Lakini wako ambao starehe zao zimekamilika zaidi kuliko zake. Yeye atatosheka na kile ambacho Allah atampa, lakini hataona kile ambacho kutumia hapa na ameharamishiwa na Allah subhanahu wa ta'ala hapa duniani. وكما أن المتعجل للمحظور يعاقب بالحرمان، kama vile yule anayefanya haraka jambo ambalo amekatazwa, adabu yake ni kuwa iwanyimwa lile jambo. faman taraka shay'an lillahi tahwahu nafsuhu awadahu Allahu khayran minhu fi dunya wal akhirah, mwenye kuacha chochote kile kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kile ambacho nafsi yake yapenda yatamani, lakini akawacha kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atamlipa badala yake kilichokuwa bora hapa duniani na kesho akhira. faman taraka ma'asi Allah wa nafsuhu tashtahiha awadahu Allah imanan fi qalbi wa sa'atan wa inshirahan wa barakatan fi rizqihi, ni kuacha maasi pamoja na kuwa nafsi yake yamvutia katika maasi, Allah atampa badala yake imani katika moyo wake na ukunjufu katika kifua chake na baraka katika riziki yake. wa sihhatan fi badanihi, na atampa siha katika kiwiliwili chake. ma'a ma lahu min thawabi llahi alladhi la yuqdaru ala wasfihi wallahu almusta'an, pamoja na ajiri kesho Allah subhanahu wa ta'ala atakayompa akhira, ambayo hakuna anayejua malipo hayo sifa yake kwa namna gani. والله المستعان. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وبارك الله فيك.